Geita, tunyoshe mikono wote namna hii. Nyosha mkono wako ukiona jirani yako hajanyosha mkono. Jambo moja uwe na hakika nalo, atalali tonduku buku ya tinama la kukwa. Haya Geita oye! Mama Samia oye! Ndugu mgombea wa chama chetu cha Mapinduzi kwa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu katibu mkuu wa chama cha Mapinduzi, katibu mkuu mstaafu ndugu yetu Dr. Bashiru Ali Kakurwa, mwenyekiti wetu wa chama cha Mapinduzi na viongozi wengine wote. Ndugu mgombea, kwanza naomba nichukue nafasi hii kama walivyoanza wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima na afya njema, lakini muhimu zaidi aliyekuleta salama kwenye mkoa wetu wa Geita. Hapa ndio makao makuu ya mkoa wa Geita, ambako sisi wana Geita tunakupokea leo ukiwa na siku ya pili ukifanya mikutano. Umefanya mikutano mahali pengi, tumekuona ukitoka kila kona ya nchi. Leo umefika kwenye mkoa wetu wa Geita. Jambo moja la uhakika ambalo nimeliona kwako ni kwamba Mungu amekutia nguvu, amekupa energy. Kila unakopita utadhani kampeni zimeanza jana. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili yako. Na hongera sana kwa kampeni za kisayansi ulizozifanya kwenye nchi yetu, na sisi kama wana Geita tumekuja hapa kukupokea tukiwa wenye furaha. Ndugu mgombea, wakati mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa alivyotuita na kutupa taarifa juu ya ujio wako, sisi wana Geita tuliambiana kwamba hapa mbele yetu tuna mitihani miwili, na mitihani hiyo atakayeisaisha ni wewe. Mtihani wa kwanza ni mtihani wa moko, ambao ni ujio wako kwenye mkoa wetu, kwamba tunataka tufaulu vizuri kwenye mapokezi ya ujio wako kwenye mkoa wetu, kwa sababu hiyo ndiyo moko. Na mtihani wa mwisho utakuwa wa tarehe 29 mwezi wa 10, ambapo tutakwenda kupiga kura nyingi. Tunatamani sana wakati wa kusaisha mitihani hiyo wewe utatuambia tumepata alama ngapi, lakini kama mkoa tumejipanga kufanya vizuri, na tunataka tukuhakishie kwa watu wote wa Geita kwa kunyosha mikono kwamba tutafaulu mitihani yote hiyo miwili, na wa kwanza atatoa alama hapa. Geita oye! Ndugu mgombea, tunakushukuru sana. Na kwa kweli tunakushukuru kwa sababu Geita umeiweka kwenye ramani. Geita iliyosifika kwa utajiri wa madini. Lakini wakati taarifa za hali ya uchumi nchini zilivyokuwa zikitoka miaka kadhaa iliyopita, miongoni mwa mikoa maskini iliyokuwa inatajwa, Geita ilikuwemo. Wewe ulikataa, ukasema Geita ambaye anazalisha dhahabu nyingi, ana mifugo mingi, ana wakulima wengi, haiwezekani mkoa huo ukawa maskini. Nafurahi kusema kuwa kwa ubingwa wako wa uchumi na kutusaidia wana Geita, leo tunasimama kifua mbele tukiwa mkoa ambao tunafanya vizuri kwenye nchi yetu kwenye uchumi, na watu wake hawa wana shughuli za kufanya kila wakati kwa ajili ya kujiletea uchumi wao. Umetuweka kwenye ramani, umetujengea barabara. Miaka michache inayokuja Geita ukitaka kwenda Kahama utakwenda kwa lami, ukitaka kwenda Nzera utaenda kwa lami, ukitaka kwenda Chato utakwenda kwa lami, ukitaka kwenda Nyang'hwale utaenda kwa lami, ukitaka kwenda Bukombe utaenda kwa lami, ukitaka kwenda Biharamulo utakwenda kwa lami. Ramani hii umeichora wewe kwa ajili ya manufaa yetu. Tunakushukuru sana na tunakupongeza, na kwa kweli bado tunaendelea kumwomba Mungu maono ulionayo kwa ajili ya mkoa wetu yaendelee kuwepo. Mheshimiwa mgombea, hapa Geita kwenye sekta ya nishati, taifa hili limepita kwenye historia ndefu ya kuwa na migao ya umeme hapa na pale. Mimi uliniita ukaniambia nataka tuondoe mgao kwenye nchi hii, na ukaelekeza kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere likamilishwe haraka. Wana Geita, nataka niwape ushuhuda. Kama kuna mtu anajua kufuatilia mambo ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakati wa ujenzi ilikuwa haiwezi kupita siku mbili anataka kujua mnaendeleaje. Tena wakati mwingine kabla hajakupigia wewe ameshajua kuna wahandisi wangapi wako kule chini wanafunga mitambo, ama wangapi wanatega, anataka wasimamiwe vizuri. Alikuwa anakerwa na
mgao kwenye nchi yetu. Leo nchi yetu haina mgao. Watanzania wajue kwamba si jambo la bahati mbaya. Ni kwa sababu tuna kiongozi anayetaka nishati. Kwenye bajeti ya nchi hii, kwenye sekta anayoipatia fedha nyingi kwa ajili ya maendeleo na miradi, ni sekta ya nishati. Geita miaka kadhaa inayokuja tutakuwa tunapata umeme kutoka Mwanza. Leo tunapata umeme kutoka Bulyanhulu, na mwingine unakuja hapa kwenye kituo chetu cha Mpomvu. Umeme unaotoka Rusumo. Miradi yote hii mgombea wetu alikuta iko chini ya 30%, na mradi wa Rusumo ulikuwa umesimama kwa miaka mingi. Toka mimi nasoma shule za msingi ulikuwa unatajwa, ni wakati wake ameukamilisha. Leo tunapata umeme kutoka huko. Kwenye vijiji vyetu vyote, vijiji 486 vyote vina umeme isipokuwa vijiji vitatu vilivyo kwenye kisiwa cha Izmacheli, na mgombea ameshanielekeza tupeleke umeme Butwa, tupeleke umeme Izmacheli, tupeleke umeme Runazi kwenye visiwa kule, kwa sababu na Watanzania wa kule wanahitaji umeme. Vitongoji tulivyo navyo 2195. Hapa naposimama mgombea anafahamu kuwa vitongoji 1187 vyote vina umeme, na ametuambia katika miaka 5 inayokuja vitongoji vingine 1008 vyote vipate umeme bila kuchelewa. Haya ni maelekezo yake. Mama, umetutoa mbali sana. Sisi wa vijijini miaka ya nyuma, wakati tunakuwa, hatukuwa tunajua umeme. Tulikuwa tunajua hata ukitaka kwenda kutandika kitanda, ilikuwa baba na mama wanashirikiana. Baba anachukua kimulimuli anamulika, mama anatandika kitanda. Wakati wa miaka ile walikuwa wanajua ratiba, timela gechenge nambe. Wakati wanatandika, baba anaungua mikono, wanagombana hata kabla ya kitanda hakijakamilishwa. Umetuondolea adha hiyo, umeleta furaha kila mahali. Leo kila mtu anaona umeme. Na mimi nataka niwaambie watu wa Geita, mama mgombea wetu ametuelekeza kila mchimba madini aliyeko Geita anatakiwa atumie umeme kupunguza gharama. Nimesimama hapa kuwajulisha kuwa ametutengea bilioni 11 kwa ajili ya kuwapelekea umeme wachimbaji wote, na migodi mikubwa kama ya Nyanzaga tunajenga substation kubwa pale kwa ajili ya kuleta umeme pale, na umeme mwingine uingie Sengerema, mwingine uingie Geita, na mwingine utoke hapa uende hadi Nzera na Nkome kwa Msukuma kwa ajili ya kuwapatia umeme. Nataka niwaombe watu wa Geita, uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi ambao lazima tushinde, na tushindi kwa sababu ya miujiza. Tunashinda kwa sababu ya mipango. Mgombea wetu mnamuona anakwenda kila mahali. Nitamshangaa sana atakayekuja kushangaa eti kwa nini CCM imeshinda. Imeshinda kwa sababu kuna mipango. Amekwenda kila mahali. Wanawake wako vijijini wanatafuta kura. Vijana wako kila kona wanatafuta kura. Vijiwe vyote ukienda ni kura zinatafutwa. Ukienda wazazi na wao wako bize wanatafuta kura. Ni mwaka ambao kila mtu anapambana tupate kura. Lengo letu tushinde, tupate ushindi wa maana, ili mgombea wetu aendelee kutuhudumia kama Watanzania. Sisi watu wa Geita, nataka niwaombe wote, utakapofika tarehe 29, kama una ratiba yako yoyote iache, twende tukapige kura. Na nataka niwaombe watu wa Geita, tupige kura nyingi kwa ajili ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tupige kura nyingi kwa ajili ya wabunge wa CCM. Tupige kura nyingi kwa ajili ya madiwani. Na watu wa Geita hapa mjini, ninyi ndio makao makuu ya mkoa wetu. Tunawaangalia kwa jicho la wivu. Tunawaomba mchague kwa kura nyingi mlioko hapa. Mmepata mgombea ubunge Injinia Chacha. Nataka niwaombe mpigie